Naam, karibu tena katika chambuzi za kisiasa na habari tunazokuletea za ndani ya nchi na nje ya nchi, Afrika na duniani kote. Kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga sio mgeni katika mchezo wa karata za kisiasa za ndani ya nchi na nje ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Katika miaka zaidi ya 40 ambayo amekuwa akifanya siasa zake ndani ya nchi na nje ya nchi, hajakosa kufanya maamuzi ya kisiasa yaliyoacha watu wengi vinywa wazi kuhusu maana ya uamuzi huo au hata athari ya alichokifanya itahisiwa vipi. Hata miaka baada ya hatua hiyo kuchukuliwa. Ndoa ya kisiasa iliyobuniwa Ijumaa ya Machi 7, 2025 kati ya Rais William Ruto akiongoza kikosi cha chama tawala cha UDA na Raila Odinga akiongoza chama cha ODM, ambayo imehalalishwa rasmi, imezua maoni makali miongoni mwa Wakenya ambao wameeleza hisia zao kuhusu hatua hiyo ya karata za kisiasa ndani ya Kenya. Mpango huo ni usaliti kwa Wakenya, alisema kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, ambaye katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2017 alikuwa mgombea mwenza wa Raila Odinga. Wawili hao waliibuka namba 2 wakiwafuata Uhuru Kenyatta na William Ruto. Wakenya wenyewe wameeleza hisia zao kuhusu mabadiliko mapya ya kisiasa ambayo sio jambo geni katika historia ya taifa hilo. Mimi ninaunga mkono kwa 100% kwa sababu hawa watu wamezungumza kwa kinaga ubaga jinsi watakavyoendeleza Kenya kuanzia leo baada ya kusaini mkataba wao wa makubaliano wa MOU mapema leo, alisema William Onyango, mkazi wa Nairobi. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, Stein TV_TZ. Msomaji wako ni mimi Ikram Hussein.